tukaweze kwenda kwenye neno la Mungu, tuamini Mungu kwa ajili ya neno. Asante mfalme wa wafalme, mwenye enzi na mamlaka. Mwenyezi Mungu, ninakuinua, ninakutukuza uliye hai milele. Na ninyenyekea mbele zako Roho Mungu uliye hai wakati na majira haya. Napoenda kulitazama neno lako lenye uhai na lenye nguvu. Naomba mfalme katawale kipindi hiki. Tawala mfalme moyo wangu. Tumia akili zangu, roho yangu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nisiwe sababu ya mtu kutopata mfano ulichokipanga, bali niwe njia ya wana kubarikiwa na wewe, ukuona wewe kwa ajili ya utukufu na uwezo wa jina lako. Nachunga kipindi hiki katika damu yako na katika uwezo wa nguvu zako mfalme. Tawala ukitakaza mahali hapa na jina lako litukuke milele. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Kwa nini kibonga hili? Nataka nikaweze kuongea neno kwa ufupi wakati Roho Mungu atakavyoniwezesha. Nataka nifundishe jambo ambalo limekuwa ndani ya moyo wangu katika wiki hii, ile siku ya Jumanne kuamkia Jumatano. Nikawa naletewa ujumbe katika roho. Kipindi fulani sikuweza kupata usingizi. Sauti ikinifundisha mambo ambayo nilipopata ule ufahamu ya kwamba nilikuwa nafunzwa kitu, nikasikia kutoka na machozi, maana mengi yalikuwa nahusu kanisa la Kristo na madhabahu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa nafundishwa hayo, mwisho wake nikapata kwamba nilikuwa yanamaanisha kuhusu ulimwengu wa roho na viwango vyake. Nami naongea ujumbe huo, topic hiyo kuhusu ulimwengu wa roho na viwango vyake. Nipe tu nafasi kwa muda mfupi nifundishe, ambayo sitakuwa na muda mrefu, maana somo hili lina upana kwa kadri roho anavyokuchota kukupa mengi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa roho ni mpana tena sana. Kichwa andika ulimwengu wa roho na viwango vyake. Tutaongozwa na kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza. Hiyo ndio tutaongozwa nayo. Alafu nene maneno haya ambayo Roho Mungu alikuwa akinizungumzia, sauti ikinena, nikifunzwa. Mlango wa pili kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wa pili mstari mmoja ule wa 14. Nikifundishwa mambo, sauti ikiongea ya Mungu ikapoteza usingizi, nikawa nasikia ikiongea ikinifundisha. Hii ni mara ya 3 kupewa nafasi hii katika ufalme wa Mungu, kuchotwa, kufundishwa. Wakati huduma hii kabla ifunguke, nilikuja nikachukuliwa kwenye maombi. Ingawa wakati ule nilikuwa kwenye maombi ya mfungo wa siku 7. Ilipofika siku ya 5 nikachukuliwa. Hiyo ilikuwa ni nafasi ya pili. Nikachukuliwa mwaka juzi kwa mkia mwaka jana mwezi wa 8. Nikachukuliwa kwenye maono nikiwa katika mfungo usiku na mchana. Nikapelekwa kwenye darasa lile, aliyetoka pale kunifundisha akawa ni mtu huwezi kumwelewa, yaani si mtu si mwanadamu kwa kawaida, lakini kwa jina lake kule ndotoni alikuwa ni mwalimu wa kufundisha somo fulani. Akanambia, nataka nikufundishe kuhusu ukombozi. Akanifundisha ukombozi kule kwa ndoto. Ndiposa baada ya hapo ndipo nikaletewa kufanya ibada hizi za kuvunja uchawi wa nyungu na za nyota. Bwana Yesu asifiwe. Hata hilo ni tangazo moja hapo ambalo nilikuwa nimelisahau na nimeandika hapa. Tarehe 6 mwezi wa 9 tutakuwa na ibada kubwa ya nyota, kurudishiwa nyota, kufunguliwa nyota na kupewa nyota. Bwana Yesu asifiwe. Na Jumapili ile ya juzi nilisema leo tutakuja pia na bahasha, si ndio? Wangapi mnakumbuka hiyo? Nilisema hivyo. Kwa hivyo nimekuja nazo kuacha vile nimeanza neno la Mungu, niendelee neno la Mungu. Alafu nikimaliza tu, asifiwe Yesu. Nikimaliza tu, kama nimepita mbio hapo, unikumbushe nipeane zile bahasha. Hivyo baada ya kufundishwa ukombozi, nikaweza ndipo kunenewa na Roho sasa katika kuongozwa kama fanya ibada hii. Fanya ibada hii ya nyota. Fanya ibada hii ya kuvunja uchawi wa nyungu. Mambo ambayo hayakuwa nikiyafanya nikianza huduma pale.
lakini nilipopenya na kupewa nafasi ya kufunzwa ukombozi, na yule mwalimu alifundisha kule kwa ndoto, alafu mwisho akasema tunaenda break sasa, alafu tukirudi after break nitakupatia section 2. Sasa wakati tukibreak nami sawa nikaamka. Sasa vile wiki hii ikawa bado ni kama nimeletewa katika nafasi nyingine ya 3 ambayo ilikuwa ni ile after break. Sasa nikafunzwa, utanielewa tu hapo nilikuwa nikifundishwa. Sasa nikawa nafundishwa, lakini hatua hii ya wiki hii haikuwa kwenye usingizi, bali ni sauti inaongea, na sauti ile ilimaliza usingizi. Sina usingizi, najaribu kufunga macho mpaka nasikia na washa moto, inabidi unaangalia tu, lakini uko pale umejifunika shiti, lakini sauti inanena ikifundisha kwa upole, tena kama mwalimu darasani. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaongozwa neno hili na kitabu kile cha Korintho wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi: basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulika kwa jinsi ya rohoni. Hizo zingine unaweza kuzizimu. Nitarejelea maneno haya: basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Naongea kuhusu ulimwengu wa roho na viwango vyake. Ulimwengu wa roho tumekuwa tukiutaja. Ulimwengu wa roho ukoje? Tumekuwa tukiusimulia, tumekuwa tukiomba, tunataja, tukisoma maandiko yale ya Efeso kwenye mlango ule wa 10 yanaongea vizuri, na mlango ule wa 6 mstari wa 11 yanaongea kuhusu vita vyetu si katika damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho, katika majeshi wakuu wa giza hili. Wapi? Katika ulimwengu wa roho. Tushawaisoma mahali hapa. Lakini ulimwengu wa roho kwa jinsi ulivyo, na katika fahamu zile nilizopewa na Roho wa Mungu, ni kwamba ulimwengu wa roho, katika kule kufunuliwa kujua ulimwengu wa roho wa Mungu kwa kiwango kile mbingu ilionajalia kujua, nimepata kufahamu ulimwengu wa roho ni mpana sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni mpana tena sana. Watu husema na wakahubiri wakasema mimi niko rohoni, lakini bado unapomtazama vizuri ukampata ule ulimwengu wa roho unamtoa kasoro. Bwana Yesu asifiwe. Watu husema mimi ninajua mambo ya rohoni vizuri, mimi ninafuata mambo ya rohoni, ninapewa mwongozo na Roho wa Mungu, hata hadi zangu za kimavazi na heshima zangu, mimi nielewa mambo ya rohoni. Lakini unapowatazama unapata ule ulimwengu wa roho unamudhihirishia kati ya yale ambayo ameongea kama ni ukweli ama ni uongo. Ulimwengu wa roho ni jicho ambalo linaona ukweli wa hali halisia ambao yule mtu mwenyewe hajijui. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa roho, narejelea tena, ni jicho kamili la mbingu ambalo linaona uhalisia wa mtu alivyo, si vile anavyotamka. Ule ulimwengu wa roho ni macho, spiritual eye, inaona mtu alivyo tofauti na vile ambavyo anaeleza. Kuna watu husema mimi ni mtu wa kusimama na kazi za Mungu, wa kutoa, akatamka kwa maneno haya, lakini ulimwengu wa roho ukamkagua ya kwamba haya anaongea ni kweli ama si kweli. Ulimwengu wa roho ni jicho kamilifu lionalo uhalisia wa ukweli wa mambo yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, watu wa TikTok huwa wanaakti mambo fulani ambayo yanaleta picha fulani. Unaona ndugu ameshikana na mchumba wake wanaenda, alafu unaona wanaakti ya kwamba unaona mtu amekaa ni kama omba kwa njia, lakini katika hali yake ya kushuka pale yule mtu ndo awe omba.
unaona amevalishwa sura ya kama mfano wa mwana wa Mungu, alafu akishuka pale anajibadilisha na kuwa ombaomba na bakuli pale. Alafu unaona watu wawili, mtu na mchumba wake wanakuja, alafu huyu ambaye ni ombaomba anaona yule mchumba si mchumba, bali ni roho kutoka kwa ufalme fulani. Alafu akipita hapo anamwambia uliye naye is not a human being. Ushawaiona party kama hizo? Bwana Yesu asifiwe. Anaona kitu ambacho yule mtu haoni. Yeye anajua huyu ni mchumba wangu niko naye, lakini kumbe ni misingi, ni roho misheni kutoka kwa ufalme fulani wa giza umekuja kwake ili kumsambaratisha. Sasa ile ambayo inapewa uwezo wa kuona ni ulimwengu wa roho, ndio ni jicho linaona. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasema kwamba mwanadamu wa asili, wa tabia za asili, hawezi kutambua mambo ya rohoni. Kwake yeye ni upuzi, kwa maana mambo ya rohoni yanatambulika katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa roho ni mpana na uko na kila aina ya vitengo za maroho, na kila roho katika ulimwengu wa roho wanatokana katika falme zake. Anaweza mmoja akakutabiria akakwambia kwamba ninaona kitu fulani, na wewe ukasema ni kweli, na akawa ameona kweli kabisa, ni hivyo kabisa, lakini akawa ameona kutumia ulimwengu wa roho ambao si wa Mungu. Alipe Yesu. Akakwambia ninaona kwamba umepangiwa mauti, na akaona jicho ni jicho huona, lakini linatokana katika ulimwengu gani? Ule wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Utanipata tu vizuri kile roho Mungu alikuwa ananena nami katika somo jambo hili ambalo alinipa. Anaweza akwambia ninaona kitu fulani, na wewe ukasema kweli huyu ni mtu wa Mungu, maana ameona kweli. Maana watu wengi wa Mungu leo wanafuatwa kwa sababu wanatabiria kitu, anaona kitu, anakwambia nimeona kitu fulani, lakini msingi ama jicho analotumia kuona ndilo inategemea limetokana wapi. Bwana Yesu asifiwe. Anaona kabisa, lakini macho anayotumia, anatumia macho ya ulimwengu wa roho, na ule ulimwengu wa roho, kuna ulimwengu wa roho ambao si wa Mungu, na bado unaona vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Bado unaona vile vile, na anakueleza ninaona hivi, na anatumia ulimwengu wa roho. Sasa ulimwengu wa roho ni mpana tena sana, na ulimwengu wa roho ndio ambao unaendesha ulimwengu huu. Hivi tumeamka ni saa ngapi sasa hivi? Ni saa 8. Lakini ni kwamba tumeamka kuanzia asubuhi tukiwa tumetoka kwenye kulala. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao hauonekani na macho haya, lakini macho ya rohoni unapewa kuona, na mara nyingi unapata kwamba inafikia mahali mwanadamu kuingia kule ulimwengu wa rohoni sana sana anatumiwa kulala ndio apate kuonyeshwa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Unanipata vizuri? Unaanza kupewa usingizi ndio uone, kwa sababu ukiwa na hali halisia hizi inakuwa ni ngumu ulimwengu wa roho kujidhihirisha katika tabia ya kiasili ulio nayo kama mwanadamu. Alipe Yesu. Hivyo yule anayesema ninaona kitu fulani akiwa ako hapa kama nilivyo hapa, alafu niseme ninaona kitu fulani kwako, hiki nacho ni hii level, viwango vyake nitafikia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa upo unaweza ukasimama hivi na ukaona, lakini kuona kwako wewe unaweza ukaona ama ukapewa sikio ukasikia. Sikio ambalo utalipewa wewe, utapewa sauti inayokuongelesha kuhusu huyo mtu aliye mbele yako. Sasa hiyo sauti inakwambia unamuona huyu, nawe roho yako ndani itajibu sema ndio namuona. Hiyo sauti inakwambia huyo ako na hivi na hivi na hivi. Na unapomuuliza anakwambia ni kweli niko na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule ulimwengu wa roho mpaka ulale, hatua ya kwanza unapewa usingizi. Ukishapewa usingizi, sasa unaonyeshwa. Hii ni hatua ya kwanza jinsi ulimwengu wa roho ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapoamka, maisha unayaona macho haya halisia na macho haya ya asili
kama mwanadamu, lakini kinachoendesha ni ulimwengu wa roho, ndio kinaendesha maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kinachoendesha mtu ni ule ulimwengu wa roho, ndio chungu kuu linapika mambo. Na ndio maana ya tafsiri ya maneno haya kwamba ulimwengu wa roho ndio chungu kuu linapika mambo. Hakuna kitu utatendekewa dunia hii kisichotokana katika ulimwengu wa roho. Na lazima utaota ndoto fulani. Ile ndoto ukiota, kuna kitendo kinakuja fanyika ambacho kinahusiana na nini? Na ile ndoto. Inakudhihirishia kwamba wakati ukionyeshwa ulikuwa ndio kunapangwa mambo, na huko ndio ulikuwa unaonyeshwa ukweli ulivyo. Na ni wapi? Ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa roho ndio unaonyesha maisha yako wewe yalivyo. Ukianza kuumwa leo useme nimegojeka, haikuanza siku hiyo, ilianza kabla. Haleluya masihi. Ilianza plani kapangwa, na ile plani ilikuja baada wameshakuona hivi, na wakasema anajifanya sasa. Wakaenda wakaketi mkao, tufanyeje huyu mama anajifanya sana anapendana na bwanake. Sasa wakayapanga mpaka yakaiva, alafu wakaanza kuyainukia sasa kupanga plani nyingine kwamba tutafanyaje. Wakapanga kama vile kamati ilivyo, wakapanga wakasema tutumie njia hii tumutenganishe na bwanake. Sasa wakati bwanako ukianza kumwona amebadilika, havianzi jana, vilianza kabla. Bwana Yesu asifiwe. Tukija ulimwengu wa roho wa Mungu, kitabu kile kama sikosea ni Amosi 3:5 pale kama sikosea. Unaona ulimwengu wa roho wa Mungu. Maandiko inasema kwamba ulimwengu wa roho wa Mungu unafichua mambo kabla yafanyike, yanaletwa hadharani katika ndoto. Haleluya Yesu. Ule ulimwengu wa roho wa Mungu, maandiko yanasema kwamba na hakutatokea jambo lolote duniani pasipo Mungu kuwafunulia watumishi wake. Sasa atafunuliwa kupitia kwa ulimwengu wa roho. Wakati wakishakuona na wameamua wanapanga jambo fulani, sasa ukiwa mtu wa Mungu na kwenye madhabahu yenye neema, basi kama roho wa Mungu hata kufunulia wewe mwenyewe, roho ya madhabahu ikiwa na nguvu, kile kitendo hakitafanyika kwako, kitafunuliwa kabla kifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa roho yako ndani yako ya Mungu iliyowekwa imezima ama imepokonywa uwezo, roho ya madhabahu ambayo unashiriki itaamka, itaonyesha kabla upatwe na hiyo mauti. Ndio maana nimeweza kushuhudia hapa kwamba niliona hiyo ajali kwa hii harusi ambayo ilikuwa imehakikishwa tena vizuri. Hao wenyewe asifiwe Yesu, hawakuweza kuona, lakini kwa roho ya madhabahu, ulimwengu wa roho wa Mungu cha madhabahu ukaonyesha ya kwamba mwana huyu amepangiwa hivi, chukua hatua mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ulimwengu wa roho wa Mungu unaonyesha kabla. Hivyo kabla yule bwanako aanze kubadilika, lazima kuna ndoto itakuja kwako. Sasa kama utachukulia hatua ile ndoto, ile jambo linakwepeshwa. Kama hautalichukulia hatua, latendeka vile vile ulivyoliota. Na wengi yametendeka, maana walidharau ndoto. Kama ulikuwa ujui sababu ya kukwambia mtu njoo leze ile ndoto, ni sababu mojawapo ni hii ambayo naongea mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo yanaenda kwa maisha yako leo, yanakutesa, hayakuanza leo. Ni mission ilipangwa kitambo, ulipopenda kwenye hilo boma, wakakuona we mama wa watu. Haleluya Yesu. Wakakuona umejeruhiwa kwa ndoa, maana walikuona kwa hilo boma wakaona. Na wakasema huyu atatutatiza kwa hili boma, tusipomfanyia mpango atatutatiza. Haleluya Yesu. Yesu alipoanza huduma hivi, alipoanza kujitambulisha mara ya kwanza, akasema roho ya Mungu juu yangu na amenipaka mafuta kuwatangazia watu habari njema. Watu walisema kwamba lakini si wewe, ni Masihi peke yake aweze kufanya mambo haya.
Alipoondoka hapo, walienda wakasema kwamba mtu huyu atatutatiza. Alipe Yesu. Walienda wakasema mtu huyu atatutatiza. Ni nini kilichowafanya waseme mtu huyu atatutatiza? Maneno aliyoyatamka na mahali alipoingia. Alipe Yesu. Na nipata vizuri. Hivyo na wewe, si ile siku ulipopenya kwa hilo boma. Kuna watu hapa matatizo yenu yalianza kutoka siku hiyo ulipoingia kwa hilo boma tu hivi. Hapo ndipo chanzo walianza matatizo yako yalianza kupigiwa mahesabu kutoka hiyo siku. Yakapigwa mahesabu kutoka ulimwengu wa roho. Maana hilo boma lina misingi yake. Sasa ulipokanyaga wewe mchaguliwa wa Mungu, wakasema kumekanyaga moto kwa boma hili. Lazima tutafutie mbinu. Alipe Yesu. Sasa waliona akitumia ulimwengu wa roho. Na Mungu kwa sababu anakupenda akakufunulia ndoto, lakini ukaipuuzia. Wengine hamkupuuzia ndoto, lakini mahali ulienda kutoa ile ndoto yako ukatafsiriwa vibaya. Ile jambo ulilolionyeshwa likatendeka hadharani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ulimwengu wa roho ni upana, na ulimwengu wa roho wa Mungu unayaleta kabla. Ni hili mwanangu linakuja. Sasa tabia ya ulimwengu wa rohoni wa Mungu unaonyesha ile promotion yako kesho. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Na wanadamu wa macho haya wamewahi kutengeneza ulimwengu wa roho ambao watu hawajapata ufahamu, lakini wameutengeneza uweze kujua. Lakini watu hawajajua, bado unawapita na juu. Lakini ukiangalia wameigiza ulimwengu wa roho. Alipe Yesu. Asifiwe Yesu. Ni nani hapa ashawahi yale maneno ambayo unaongea na mtu kupitia kwa simu ukayaona yakienda? Nani ashayaona? Alipe Yesu. Hakuna ameshai kuyaona. Mtandao wa Safaricom umeigiza copyright ulimwengu wa roho ulivyo. Unaongea na mtu na kuna simu kule. Ndani ya hii simu kuna storage. Na hii simu kuna mahali pa kuweka nini? Line. Alipe Yesu. Sasa hiyo line ulionayo imetengenezwa kwa mfumo fulani mpaka ikabuniwa namba ya simu. Sasa ukiwa na ile namba ya simu, ile line ukipewa uweke kwa simu yako ili ifanye kazi, ni mpaka ufanye nini? Uregistiwe kwa mtandao gani? Wa Safaricom. Alipe Yesu. Ukisharegistiwa kwa mtandao wa Safaricom, na yule mwenye simu ile pia naye asharegistiwa kwenye mtandao wa line yake ama Safaricom, ndipo hapo sasa unapompigia simu ukiwa na namba yake. Nipata vizuri hapo? Ukiwa na namba yake, si lazima yeye awe na namba yako wewe, lakini wewe ukiwa na namba yake, ukimpigia simu wakati line yako imekuwa registered, mtandao wa Safaricom unakuruhusu wewe simu iingie huko. Nipata vizuri? Umepata kuelewa kama anaingiza ulimwengu wa rohoni? Sasa inaingia, lakini ikiwa haijakuwa registered haiwezi ingia. Ile laini haiwezi fanya kazi mpaka iregistiwe. Na kule kuregistiwa, na ukishamaliza kuregistiwa mpaka uweke credit. Alipe Yesu. Ukishaweka credit, ndipo hapo unapata nafasi ya kumpigia. Ulimwengu wa roho ulivyo. Sasa ni kwamba yale maneno ukiongea hayaonekani, lakini yanaenda through waves. Alipe Yesu. Unaongea, lakini hapo ndani ya simu, ili maneno yaingie ndani ya simu ama ndani ya redio, kuna kitu kinaitwa receiver. Receiver imewekwa pale ili iweze kunasa, kureceive kile ambacho unaongea, na uweze kuongea na wewe. Simu ya mwenzako nayo kuna receiver ndani, nayo ipokee yale ambayo unaongea. Asifiwe Yesu. Sasa huwezi kuyaona yanakuja, ndipo hapo waliigiza mfano wa ulimwengu wa roho ulivyo. Asifiwe Yesu. Mchawi naye anatumia ulimwengu wa roho kuroga. Anatumia ulimwengu wa roho kuroga, ili anaroga mwanadamu wa macho haya halisia. Sasa anafanya mambo akitumia jicho la rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unamwona huyu anaitwa Elisha. Alikuwa na Gehazi.
walikuwa wote hapo. Elisha alikuwa na Elia, alafu Elisha akaja akawa na Gehazi. Elisha alimuona Elia alivyo na macho aliona, alimuona huyu mtu ni nani huyu, lakini Gehazi hakumuona Elisha ya kwamba ni nani. Wakawa wote hivi. Ilipofika siku ya kuthibitishiwa ya kwamba hana macho ambayo anaona, wakati wamezingirwa na jeshi pale, aliweza kuona vitu na macho halisia. Alirudi, alijibu vitu alivyoviona na macho halisia, lakini kile kilicho juu rohoni kwa mtu wa Mungu alikuwa hakioni. Na nipata vizuri? Elisha alisema alitoka pale nje akaona kweli, akathibitisha anaona kweli na macho haya. Alafu akabadilika, akamtajia kilicho katika ulimwengu wa roho. Akamwambia aliye upande wetu ni mkuu kuliko aliye juu ya hao. Bwana Yesu asifiwe. Lilimupita neno hilo, hakuweza kuliongea, hakuweza kufahamu. Elisha akajua nimeongea maneno haya, lakini hakuna kitu amepata huyu. Alipe Yesu. Ni kama vile naongea hapa, naongea maneno mazito, tega sikio lako, uwegeze fahamu zako, uelewe kitu, la sivyo unapitwa na mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Elisha akafunga macho akasema, Mungu mfungue aone. Asingeomba, angekuwa ashakuwa na macho Gehazi, Elisha asingeomba. Lakini Elisha alijua hana macho, akaombewa akaona. Asifiwe Yesu. Alipoona ndo akajua, tuna ulinzi hapa. Lakini baadaye beleni macho yale hayakufanya kazi tena vile vile kwa Elisha, kwa Gehazi hayakufanya kazi vile vile. Yalienda akapotea. Na ndio maana leo kuna watu wana macho ya rohoni na kuna wengine yale macho ya rohoni bado walikuwa nayo wakaibiwa. Alipe Yesu. Kwa sababu gani macho ya rohoni yanaibiwa? Kwa sababu ndio yaonayo kila kitu. Na shetani huwinda macho ya rohoni. Alipe Yesu. Hakuna mtu ambaye ni adui ya shetani na ni adui ya mchawi kama mtu mwenye macho ya rohoni. Asipokuwa na maombi makali anakufa masikini. Kwa sababu yeye kile kipawa cha kuona hang'ang'ani. Anaona. Bwana Yesu asifiwe. Na kile anachokiona anaona aibu za watu. Sasa hao watu nao wanajua ameona aibu yao. Wanamtafuta ili kuharibu, kubadilisha nini? Kupoteza nini? Ushahidi. Asifiwe Yesu. Wanamuwinda ili kupoteza ushahidi, asiseme siri. Kama kuna macho ya rohoni mwanangu, kuwa na maombi makali kuliko kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Maana utaona mambo yake ambayo ameyapanga. Wakipanga plani, ukiwa umeketi hapa unaonyeshwa ndio hii, wanapanga kitu fulani. Ukishawaona washakuona. Ndipo hapo utapata, hata pengine ulikuwa una ugonjwa fulani unakupata. Kwa ndoa utapata kunakuwa na shida na huko na shida, maana wana uchungu ushawaona. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho unatumia kuona, unatumia ulimwengu wa roho ulivyo. Unaona ule uongo wa mtu ambao anaongea, uona unajua yule anaongea makosa. Unaona ile bilifanya ile hapa kwenye power mixer, hiyo chini yake imeandikwa CAT. Naiona hiyo bilifanya ni tofauti na ile nyingine ambayo ilikuja nayo siku nyingine hapa. Ilikuwa hiyo haikuandikwa hivi. Nilipoileta ile amplifier hapa, tukaijaribu pale siku ya Jumamosi ikafanya vizuri. Alafu ilipofika Jumapili walipowasha wale vidana ikalipuka pale. Hiyo Jumapili nikaipeleka kwa fundi aitengeneze. Jumatatu yake akanipigia simu mchana saa 7. Akanambia, "Pastor, amplifier yako iko sawa. Hii amplifier kama italeta shida tena njoo niambie, lakini nimeitibu kabisa kabisa. Kwa hivyo unaweza ukaja ukachukua." Nikamwambia niko kazini, nikitoka saa 11 nitakuja niichukue. Akanambia hakuna shida, akakata simu. Baada ya masaa 2 akanipigia simu akanambia, "Pastor, hii amplifier yako nimejaribu na mashine ya nimejaribu na speaker 18, lakini imekata kabisa, imechapa kabisa. Kwa hivyo itabidi unipatie muda." Akiongea hivyo, nimeshika simu naongea naye huku nasikia sauti inaniambia, na huku namuona ya kwamba hiyo amplifier amepeleka mahali, ameenda kuiuza mahali. Nikamwambia hiyo amplifier kuna mahali imekata, hiyo amplifier iko sawa. Akakata simu. Asifiwe Yesu.
anaongea huku namuona kwa macho ya rohoni, naonyeshwa mchana, naonyeshwa hivi. Alafu sauti inaniambia mwanangu anakudanganya. Nikamjibu mara hiyo nikamwambia sikiza fundi, hiyo amplifier iko salama, haijakata. Iko sawa. Akakata simu. Ikawa bado 1 hour nitoke kazini. Hiyo 1 hour nikatoka direct. Kuna siku moja hapo Jumapili katikati ya wiki iliyopita. Nikaenda direct kwa fundi. Nilipofika pale kwa fundi, nilipokanyaga kwa mlango, roho wa Mungu akaniambia amplifier yako haiko hapa mwanangu. Hakuna. Uliza huyo fundi. Kulikuwa na mapastors wawili hapa na mmoja mtu mzima Reverend Boko akawa yuko hapa. Nikamwambia wale mapastors wengine wawili mbali na yule mtu mzima, nikamwambia nyinyi wawili naomba mnipatie nafasi mwende pale nje, nataka niongee private na huyu fundi, lakini huyu baba wachabaki hapa, huyo Reverend mtu mzima. Wale wakaondoka tu. Walipoondoka nikamwambia fundi, sikiza, hakuna siku nimewahi kuambia roho Mungu ameniambia kitu fulani, si ni kweli? Akaniambia waenda kanisani. Nikamwambia uliponipigia simu wakati ukiongea na mimi huku napewa na kuona rohoni, hiyo amplifier ushepeana, hakuna. Akaanza basi unajua haina shida, nitakuregeshea tu, kama ni pesa anaweza nikaregesha. Yule Reverend akasema undamanya ukala atu wananenera ni lwangu luko kama kemba. Asifiwe Yesu. Nikamwambia hebu sema ukweli, kwa hivyo amplifier ameuza? Akaenda huko na huko, mwisho akasema ni kweli nimeuza. Nikamwambia nakupatia siku 3 ulete amplifier hapa. Alipe Yesu. Haya, wacha tuende huko bana, ndio maana nimeileta hii hapa. Ilibidi akanunua nyingine ndio akanipa, ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Usije unao kenda kapeleka mtu mbio. Mimi nilipeleka mtu mbio maana ukora amezidi. Na ile mashine ni mashine 100,000 na huwezi achilia mtu ende naye hivi. Nilimwambia nakupa siku 3 ulete mashine hapa, lazima nakuombea maombi mengine tofauti. Akanunua mashine ndio hiyo. Alipe Yesu. Na kufundisha kitu hapa. Uko mbali lakini ulimwengu wa roho unaona. Wakati maneno yako unapoyatamka, ulimwengu wa roho unaonyesha ni nani huyu mtu. Unamuona kupitia kwa ulimwengu wa roho. Vile vile mchawi naye anaweza kupigia simu tu hivi na ni mtu wa kwenu, na akakuuliza unaendeleaje huko. Kumbe alikuwa anataka hiyo sauti yako tu ajue huyu mtu anateseka kule Mombasani ama anaishi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anakunyakua hiyo sauti, anapata tafsiri ya kile unachokipitia. Sasa ulimwengu wa roho, maneno tu unatafsiri huyu mtu ni nani. Alipe Yesu. Ulimwengu wa roho ndivyo. Una macho na masikio. Masikio utasikiza sauti, utajua. Macho utaona dhamiri yako, utaeleza huyu mtu ni nani. Alipe Yesu. Namba 2, hii ya viwango vya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ulivyo ndani ya mtu, ulivyo na nguvu ndani ya mtu, ndivyo kiwango cha mtu cha maombi kilivyo. Na maanisha kiwango cha maombi ndani ya mtu ndivyo ulimwengu wa roho wake yule mtu ulivyo ndani yake. Akiwa na maombi makali, hataona vitu za kubahatisha, ataona vitu za uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Viwango vya ulimwengu wa roho. Na Mungu naye akiwa na kusudi na wewe katika hivi viwango vya rohoni. Kila jambo ambalo unalipitia mwanadamu leo linatatuliwa na kiwango fulani cha kiroho ambacho umefikia. Alipe Yesu. Nasema naongea maneno magumu. Kila hitaji ulilo nalo linatatuliwa na spiritual level ya mtu alipofikia. Akiwa ako viwango fulani vya juu kuzidi tatizo lako, atasimama na atatatulika mara hiyo. Mnanipata vizuri? Akiwa ako viwango vya chini kiroho, kuna watu wako viwango vya chini kiroho kuliko matatizo yako hapo unamwelezea. Alipe Masihi. Unapomwelezea tayari yeye mwenyewe anajua mimi kiwango changu cha rohoni siwezi ponya ugonjwa huu. Alipe Masihi. Hivyo nakuja hapa kwamba matatizo
na katika viwango fulani vya maisha unavyofikia. Kwa mfano, uko kwenye ujana ama uko kwenye ndoa, uko na mtoto mmoja. Kulea mtoto mmoja ni tofauti na kulea watoto wawili. Na kulea watoto wawili tofauti na kulea watoto watatu. Kadri watoto wanavyoendelea kuzidi, ndivyo ni lazima kiwango cha rohoni kiwe tofauti. Alipo Yesu. Napata ya maneno ambayo nilikuwa nikifundishwa na Mungu. Unayapata vizuri. Kuna watu hapa, nitakupa mfano ambao nilikuwa naletewa kwenye maono, nikiletewa mfano ambao ni wa Musa kwenye kitabu kile cha Kutoka 24:12 mpaka 17, ya kwamba kuna mahali ilifikia katika viwango vya rohoni vya mapito ambayo alikuwa mtu anapitia, akaambiwa na Mungu, mahali hapa umefikia, hawa watu hawa. Alipe Yesu. Akaambiwa, hawa watu mahali umefikia, hapana, hautaweza, njoo mlimani. Alipe Yesu. Unanipata vizuri? Lakini vile tatizo la mtu, kuna mahali inafikia lile tatizo, Mungu anakuita uende ukazungumze na yeye. Wewe ujumbe ni mgumu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na kurudisha hapa kwa Musa. Musa aliongoza wana wa Israeli, na kuna mahali alifikia akawa anashindwa, akaambiwa na mkwe wake, njoo nikupe ushauri, maana kundi hili litakutatiza. Akapewa ushauri. Ule ushauri hakupewa alipoanza kuongoza, alipewa katikati ya safari, wakati hali zilipokuwa zimekuwa tofauti. Akaambiwa, nakupa shauri hii. Bwana Yesu asifiwe. Naongea kuhusu viwango vya ulimwengu wa roho, ndivyo vinavyotatua mambo katika hali halisi hii. Si katika kukaa miaka mingi katika wokovu wala katika kanisa, ya kwamba mimi nina miaka mingi ndani ya kanisa hili. Unaweza ukawa na miaka mingi katika ndani ya kanisa, lakini ndio unakuwa level O ya kiroho. Alipe Yesu. Mambo ya rohoni uko level 0. Yaani inakuwa ni tofauti ulimwengu wa kiroho ulivyo. Akaambia, mwanangu, njoo nikupe ushauri. Akapewa ushauri, akafuata ule ushauri. Bado akaongoza wana wa Israeli. Walifikia mahali ambapo ilikuwa sasa hawamsikizi tena. Kila mmoja anasema, nataka pia na mimi Mungu aniongeleshe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kipindi na hatua hii Musa ilimtatiza, lakini Mungu akawa anaona, akamwambia Musa kwamba watu hawa ni shingo ngumu, mwanangu, njoo mlimani huko. Ndiposa Mungu akamchukua Musa kwa wingu, akamfunika na wingu la utukufu. Alienda siku 40, akapewa sheria. Alipe Yesu. Aliitwa na Mungu apewe formula ili aweze kuongoza watu. Na ndivyo nikawa naletewa hii picha kwamba kuna matatizo ya watu washafikia mahali ambapo wanastahili wapate ushauri. Alipe Yesu. Wanastahili wapate ushauri, na yale matatizo hayatatuliwi na fahamu, ni katika viwango za ulimwengu wa roho. Ushaona mtu mzima kabisa amepevuka na miaka kabisa na amekaa kanisani, lakini analolifanya anakuwa ni kama ni mtoto wa Sunday school. Ni kwa sababu kiwango chake cha rohoni ndivyo anavyofanya. Anadhihirisha level yake ya kiroho alionayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vile anavyodhihirisha utoto wa kiroho, ndivyo ambavyo hata maombi yake yuko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Shetani naye hukamata watu kulingana na viwango vya rohoni. Kuna viwango vya rohoni pepo hawezi kupenya ndani ya mwili wako. Hawezi penya. Alipe Yesu. Kuna viwango vya rohoni ambavyo vinafikia mtu ukimkwaza anakusamehe for free, hata ana habari. Spiritual level. Basi tu Yesu. Anakwazwa huyo mtu na anatupilia mbali kile kikwazo, anaachilia moyo wake, unakuwa na amani. Viwango vya rohoni. Unapoona mtu namkwaza na anakusamehe for free na bado hakuonyeshi kikwazo, ako viwango vya mbali katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona mtu anashikamana na mtu yeyote yule, anapenda yeyote yule, hao si ulimwengu huu, wanaishi tu duniani. Bwana Yesu asifiwe.
wako kwenye ulimwengu mwingine. Sasa wapo tu, lakini roho zao ziko kwenye ulimwengu wa roho fulani ambao umefinikwa na wingu kama Musa. Sasa analidi watu, hakuna neno la mikao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ako viwango vya rohoni. Vile viwango vya rohoni ndivyo vinamfanya anatatua mambo. Kuna watu hapa mambo ya ndoa yameshinda na mnakosana na kitu kidogo tu na mnakwazana karibu wiki nzima na mmeokoka. Hii ni viwango fulani vya rohoni ambavyo viko viwango vyake. Alipe Yesu kiwango cha rohoni kilivyo. Utumishi si katika mavazi haya. Utumishi si katika kitambi. Utumishi ni katika ulimwengu wa roho ulivyo ndani yako. Huo ndio utumishi wa Mungu aliye. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa si kwamba umevaa vizuri. Ndoa ni katika ulimwengu wa roho, wa ndoa katika roho yako na bwanako ilivyounganishwa katika roho. Hiyo ndio ndoa kamili. Imekupita pointi. Asifiwe Yesu. Kushikamana na mtu ambaye umelelewa katika boma lao na wewe umelelewa kwenu, yani ulionana na yeye kilo moja na neno yake yote 32. Mkaonana ile I love you too. Mkapendana hiyo. Kushikamana na yeye mpaka mfikie mahali muingiliane udhaifu wako na wake, mpaka mkabiliane vizuri. Si macho haya, ni katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maandiko yakasemaje, mke mwema anatokana kwa nani? Kwa Bwana. Ni katika roho. La sivyo msipounganishwa katika roho mwakosana. Kila mara mwakosana, maana roho zenu zagongana. Ushawaona mtu kwa njia na ukasikia roho yako hata imemkataa. Ushaingia kanisa ukafika hapo ukasikia roho inakwambia hapa utafika. Ushawaipata kitu kama hiyo? Roho yako inakwambia hapana. Vile vile kuna watu wameoana kwa ndoa, lakini roho zao kila mmoja anasema huyu si wangu. Sijui nilidanganywa na nini nikampenda. Asifiwe Yesu. Roho zinagongana sasa kule kuingiliana mpaka muweze kuonana kama huyu ni mwenzangu. Hata kama ni mke wangu lakini ni kipenzi changu na ni rafiki yangu. Ni roho ziunganishwe katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana nikisema naombea ndoa zirudi, huwa navunja maroho ya talaka. Bwana Yesu asifiwe. Huwa navunja maroho ya talaka na nikiomba Mungu roho ya bwanake huyu irudi. Na ndio maana ile roho ya bwanako ikirudi kwako kutoka pale mwanzo mliposema nakupenda, naye akasema nakupenda pia, mkakubaliana vile, roho ziliunganika, ndio maana ukawa ulali na mtumanisha message. Maana roho yako ilipenya kwake na yeye yako ikapenya kule. Asifiwe Yesu. Ndio maana ikawa message unatuma kila mara ukimwona unasikia haleluya nimeona. Alafu ilipotolewa hiyo roho katika ulimwengu wa roho, ukimwona hata kama umeona gunia. Asifiwe Yesu. Sasa ili irudi ni roho yako katika ulimwengu wa roho ya ndoa irudi. Unamwona nafunga safari mwenyewe hata kama uko Malindi yote. Vile mwanangu alienda kumpata jana. Ameamka ya kwamba anaenda harusini kale bilao. Roho ya ndoa imerudi kwa bwanake, amefunga safari yuaja kufungisha harusi ya kwenda safari ya kwenda wapi? Harusini. Asifiwe Yesu. Sasa hiyo roho masaa hayo mbingu ilikuwa imepanga katika ulimwengu wa roho, imeregesha hiyo roho. Akatatizika kichwa akaanza, mke wangu yuko wapi? Sasa ndipo hapo yule aliyenaye pale anamuona gunia lenyewe. Huyo na mkoba wake anapata bibi yake. Asifiwe Yesu. Maana ni roho inaunganishwa katika roho. Alipe Masihi. Alipe Yesu. Hivyo ulimwengu wa roho una viwango. Kule kuishi naye nako ni uwezo ulio katika ndani ya mtu wa rohoni. Ndio unasababisha unaweza kuresist mambo. Unaweza kufanya mwingine na kushotola pale na unasema mwacheni. Na unapanda nafasi, yani hulibedi kwa sababu viwango ulivyo navyo za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kila hatua unayofikia, ukiwa ulikuwa na maombi ya kuomba dakika 5, wakati ule ukiwa na mtoto mmoja, ukishapenya kwenye mtoto wa pili, anza kuomba wanao. Alipe Yesu. Ongeza kiwango cha maombi kwa sababu kadri mambo yanavyoendelea kupanda ndivyo maombi yapande. La sivyo wazimu asubuhi na familia unaikimbia. Alipe Yesu. Ni maneno magumu haya. Maisha haya kukabiliana nayo ni katika level za kiroho, viwango vya rohoni vilivyo.
Ushawahi Mkristo mzima anasema mimi nilikuwa nawaza nikajitie kitanzi kabisa nife yaishi angalau nikamwone Mungu. Ushaisikia mtu akiongea? Mkristo anawaza kujiua kwa sababu ya viwango vya rohoni vyake yeye, ni kwamba anafikiria kujiua ni afadhali ameisha, ajui anaenda kule mbinguni na kule ndo kuna hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ulimwengu wa roho unakupa wewe kuweza kukabiliana na mambo katika macho hayo. Ndio maana Musa akamwambia Mungu, njoo mlimani mwanangu, njoo mlimani. Kuna mambo ambayo unakabiliana nayo inabidi uenende katika ushauri wa kiroho. Alipe Yesu. Asifiwe Yesu. Lakini kwa sababu wakati ule ulipokuwa na maombi makali, ulikuwa unaweza kudhibiti yule mtoto wako mmoja na bwanako. Ukaja ukaachana na maombi makali. Ulipoachana na maombi makali, jaribu dogo likakutatiza na likakuzima kabisa. Naongea na mtu hapo. Asifiwe Yesu. Huo uwezo wa kudhibiti lile jaribu ulikuwa ndani yako. Lakini wakati gani? Wakati ulipokuwa na maombi fulani, ulikuwa na uwezo wa kupambana nalo vizuri, unalitatua vizuri bila shida yote. Lakini ulipoacha hayo maombi, kile kiwango ulichopenya ilikuwa inastahili uwe na maombi tofauti ndio uweze kumiliki hapo. Na ndio maana unapata Ibrahimu alikuwa akienda kwenye nchi fulani anatoa dhabihu, kwa sababu kila kiwango lazima kuwe na maombi tofauti na kile kiwango ambacho umetoka. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa uliomba Mungu nisaidie niweze kufikia mahali pa kupata muujiza ama kupata mchumba, maombi ya kuomba mchumba aje ni maombi tofauti na yale mchumba amekuja sasa tunaenda safari ya ndoa. Lazima maombi ya tofauti. Alipe Yesu. Naongea mambo magumu lakini amini ninaenda na watu. Kudai mtu aje anaweza akaja. Na yale maombi ya kudai ni tofauti na maombi ambayo amekuja sasa safari mpaka ndoa. Hapo kuna maombi tofauti. Unaweza ukatumia, ndio maana mfano wa hii wa gari. Gari hii ama pikipiki. Iko na gia ngapi? Kama sio kosea. Ni 5. Iko na gia 5. Kila gia ina mahali pake kwenye nyingine. Alipo Yesu. Kila gia kuna mahali pake kwenye uweke ile gia ndio uende. Kwa mfano gia number 1. Huwezi weka gia number 1 kwenye mteremko. Ama nimekosea wale madereva. Unaweza ukateremka mlima na gia number 1. Hapo utapeleka gari itaenda vibaya. Alipo Yesu. Na hii gia number 1 ambayo huwezi peleka kwenye mteremko, hiyo gia number 1 inawekwa kwenye mlima ule mkali zaidi. Anaanza na hiyo. Ni kweli wale madereva ama nimeongea makosa? Kwenye ule mlima mkali anaweka gia number 1. Ndio anaenda kwa sababu ni mlima ule. Sasa gia number 1 ina nguvu za kupanda mlima. Lakini gia number 2 na number 3 hazina nguvu za kupanda mlima. Ukiweka gia number 3 kwa mlima, tarajia itakata hapo katikati. Bwana Yesu asifiwe. Ule mlima utaenda mbio na itaisha mara hiyo, itazima pikipiki. Kwa mlima katikati. Kila gia kuna mahali kwake inaenda. Na ndivyo ilivyo viwango vya maisha yetu. Vinathibitiwa na viwango vya kiroho vya maombi ya mtu alionayo. Neno hili ni ujumbe mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo nikawa nafundishwa kwamba mwanangu, kuna watu ambao maisha yao yaliharibiwa kwa sababu walipofikia kiwango fulani, umewaombea, amepata baraka, amepata muujiza umekuja, badala ainuke na maombi akalejewa, akajisahau hapo kwenye muujiza. Lazima uwe na maombi tofauti kumaintain ule muujiza. Usipokuwa na maombi kumaintain muujiza, unapokona unarudi zero. Na kuna watu wako hivyo katika madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Nimeombea watu wengi. Na natoa mfano huu. Hao walio nje wanisikize vizuri. Maana hao ndio wamekuwa kielelezo. Alipe Yesu. Niliwahi weka ibada ya nyota kama hii, nimepanga kuweka hapo. Mwaka juzi kwa mwaka jana mwezi wa 9 hapo tarehe 15. Kulikuwa na vijana boda wa hapa Fofa mwakaja wawili. Akasema pasa, nataka niingie kwenye ile ibada ya nyota. Nimeanza safari miaka mingi lakini haifaulu. Lakini nafahamu ya kwamba nyota yangu ilizimwa. Naomba na mimi niingie kwenye hiyo ibada. Akachukua bahasha akaenda.
kawa nakuja kila ibada za katikati ya wiki mpaka Jumapili. Ile ibada ya nyota ilipoisha kwenda nyumbani, Jumatano akaja kanambia, nimeota lidude kama litaa hivi linanifuata, na nilipokuwa nataka kukimbia nikaambiwa usikimbie, unaregeshewa, ni nyota yako hii. Anasema nikichukua mwenyewe ikanipenya ndani yangu nikaamka. Sasa nasikia wasiwasi kutoka asubuhi. Nikamwambia usiwe na wasiwasi, nyota yako imerudi na hivi karibuni utasafiri. Asifiwe Yesu. Wenye anamfahamu kijana nafikiri anamfahamu, sitamtaja jina, maana mnamjua. Hakumaliza miezi kadhaa akasafiri, lakini baada ya kumwambia kwamba hii ndoto inamaanisha nyota yako imerudi na hivi karibuni utasafiri, hapo ndio ilikuwa mwisho wa ibada. Akaenda kawaje tena kwa ibada. Baada ya wiki 2 akasafiri, akaenda nje. Nikapata habari akawa achasafiri. Hakuna simu aliweza kupiga. Akabaki vile alivyo. Asifiwe Yesu. Akabaki vile alivyo. Baada ya muda fulani aliamua kunyamaza kimya akiwa kule nje. Lakini shida zikaanza kule nje. Sasa akaanza kupiga simu, akaniambia, baba nisamehe. Naongea hivi maana niliwapatia punishment vizuri. Niliamka na Giana baba hivi kwa punishment watu aina hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaenda, lakini akaanza kupigwa kule nje, akapigwa vibaya tena hatari zaidi. Lakini kwa sababu ni baba, nikamwambia usijali na kuombea. Hizi dhoruba zinatulizwa zote. Baada ya maombi mpaka leo ako vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nakuja hapa. Neema madhabahu inaweza kukupa muujiza wakati maombi yameweza kufanywa kwa madhabahu, ama umetamkiwa na madhabahu kwamba hii shida inaenda kuondoka. Lakini ile hatua ambayo umeichukua kutafuta suluhisho na hitaji lako, hiyo hatua, wakati muujiza unapokuja, endeleza hatua hizo hizo. Kwa sababu usipoendeleza hatua hizo hizo, ulimwengu wa giza utapiga hiyo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Wengi wamewahi kubarikiwa namna hii, lakini baadaye wakatoka, hawatafanya ile bidii tena ya mambo ya Mungu. Ndipo hapo sasa unapata ulimwengu wa giza unabomoa ile anga ambayo ilikuwa imejengwa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Madhabahu inaweza ikawa na neema, lakini mtu akishapata ile muujiza, badala a maintain ile level ile ule muujiza uendelee kunawirika, mtu anasahau. Bwana Yesu asifiwe. Na hii iko na watu wengi wanakuwa na hali hizo hizo. Hivyo ule wakati Bwana amekufanyia muujiza, kuwe na gea tofauti ili uweze kumaintain ule muujiza. Maandiko inasemaje? Kuna uhatari mkubwa ukirudi nyuma, na kuna heri ukibaki vile ulivyo. Asifiwe Yesu. Maandiko yanasema hivyo. Kuna uhatari mkubwa ukiwa umerudi nyuma. Kurudi nyuma ni gani? Nile umefanywa muujiza alafu nasema wacha ni enjoy. Kuna uhatari wakati wa maombi ya uhitaji. Huwa kuna speed fulani. Ile mwanangu amesema vizuri, ilikuwa ibada ameambiwa ni siku ya ibada. Ashafika yeye mbele hapo. Alikuwa Yesu. Naongea na watu lakini ashafika kibele, lakini haya alikuwa anatoa mfano. Lakini kuna watu mpaka leo kawaida katikati ya shida, mtu akiambiwa ndio saa 5 anakuja saa 4 ama saa 3 kamili. Ako hapo. Gea hiyo. Wakati ukishafanya muujiza, kama kini kiwezekana, ongeza hiyo gea. Kwa sababu gani? Wale ambao wamepigwa wakakuachilia kwenye level ile, huwa wanasema kwamba tutarudi. Mathayo 12:43. Huwa wanasema tutarudi hapo. Na maandiko yanasema wakirudi hawaji na nguvu zile walizokuwa ndani yako. Wanakuja na nguvu tofauti. Kwanza wakishakuona umesusia maombi, yule mmoja anaenda kuchukua wenzake 7, anakuja. Sasa kama zilitoka pepo 3, kila mmoja pepo 7, ni ngapi hizo? 21. Maandiko yanasema na hali za mtu huyu zinakuwa mbaya kuliko za mwanzo. Hivyo ndivyo ilivyo ulimwengu wa roho, kulingana na hatua ulionayo. Maombi yawe tofauti. Ukiwa mama, maombi yawe tofauti na ya kijana. Ukiwa mzee kwa nyumba, baba wa nyumba, omba tofauti na watoto wako na bibi yako. Naongea maneno magumu. Asifiwe Yesu. Ukiwa mama, usiombe kama yule mtoto wako anaomba dakika moja ashaombea kila kitu. Lazima uombe tofauti, na maanisha viwango vya kiroho. Alipe Yesu.
Ukiwa mzee wa kanisa usiombe kama mshirika. Dakika 5 ushamaliza kuombea mpaka mipango yote. Alikwe Yesu. Lazima maombi yawe tofauti kulingana na nafasi yako ya kiroho ulio nayo. Kuna watu mko na nafasi fulani za kiroho hapa, lakini maombi yenu iko tofauti na ile nafasi ulio nayo. Mungu akurejeshe kwenye makao hayo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Na ulimwengu wa giza unakutoa kwamba wewe ni nani. Sasa wakikuachilia maombi yako wanatoa, utaomba utapenya mahali fulani. Sasa unazuia maombi ili usiende pale ambapo ni tafsiri ya jina lililo ndani yako. Na nipata vizuri lakini. Asifiwe Yesu. Naongea kwa lugha ya wazi unielewe sasa. Kuna watu na vipawa za uchungaji hapa. Lakini pepo alitoa huyu mtu nikimwachilia maombi yake anaenda kuwa pastor. Akafunga network ya maombi. Inafunguliwa leo kwa jina la Yesu. Asifiwe Yesu. Hata ukiomba mwenyewe unasikia kwamba hayo mambo unaomba yana anointing ya kipasta. Lakini driving force ya kupeleka hakuna ilichukuliwa. Asifiwe Yesu. Naongea na mtu lakini. Sasa ukiwa katika hali ulio, kuwe na maombi tofauti udhibiti ile hali ulio nayo. Hata kama pasa na kuombea, lakini kuna watu naombea hapo lakini imani zao ndani yao ziko chini, maana viwango vya rohoni walivyo navyo haviwezi dhibiti kupokea ule muujiza. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Ni ujumbe mgumu huu ambao Mungu alikuwa akinifundisha. Ya kwamba viwango vya rohoni vya watu walivyo navyo. Hata ukamwombea hivi, lakini kiwango alicho nacho cha rohoni asipokuwa na level fulani, muujiza unapita na juu unaenda. Na ndio maana Yesu alikuwa anatafuta viwango vya rohoni vya watu ambao wana mahitaji. Akatumia neno moja, imani yako ni kuponya. Alikwe Yesu. Alitumia maneno hayo, imani yako ni kuponya. Sasa kile kiwango akaona hakuna viwango vikubwa, akawaambia kuweni na imani hata chembe ya haradali itaondoa milima. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anataka viwango fulani vya roho. Kile kiwango ulicho nacho katika ulimwengu wa roho, badili maombi udhibiti kile kiwango. Kuna huduma za watu hapa hazifanyi kazi ndani yao kwa sababu hakuna maombi ya kuchochea ile huduma ifanye kazi. Kuna miujiza ipo ndani ya watu lakini hakuna maombi. Alipe Yesu. Umepata hii confirmation ya ujumbe huu? Takaba kuna maroho ilifunga anga za watu. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa ishafunguliwa. Maana Mungu wa madhabahu ni wa neema. Tukiomba tu inafunguka. Wakifunga nikiomba inafunguka. Maana funguo ziko kwa juu ya madhabahu ya Mungu aliye hai. Asifiwe Yesu. Hivyo ulimwengu wa roho unaleta maana ya mtu alivyo. Ulimwengu wa roho. Na katika viwango vyake vilivyo ndivyo utamjua huyu mtu, hata kama ni mtoto mdogo lakini ni macho haya, lakini rohoni huyu ni mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Neno ni hili moja, kilo moja ulisoma, lakini kwenye kuongea ataongea kulingana na spiritual level yake, ataongea ufunuo huu. Alipe Yesu. Viwango vya rohoni. Unaweza ukaongea na mwenzako ukasengenya mtu hapa, ukasengenya na mwenzako, na ujue mtu fulani ukamsengenya hapa. Wakati ukimsengenya yule mwenzako, ukimweleza mkiongea kusengenya mwingine ambaye yuko hapa, unamwamini kwamba huyu unaongea naye lakini hata ongea na mwingine yule. Lakini kiwango cha rohoni alicho nacho hakina uwezo wa kusitiri siri, anazipeleka mara hiyo hiyo. Asifiwe Yesu. Viwango vya rohoni vilivyo. Nasikia wengine ni agent. Ni ulimwengu wa roho, kiwango chake ndio anatoshea kutumiwa kama agent. Utaniambia kunaendeleaje huko? Na anasema nitakwambia. Ni viwango vyao vya rohoni walivyo. Alipe Yesu. Umemweleza jambo anaenda kulisukuma na nipeleka huko mara hiyo hiyo. Paka nasubiri umaliza saa ngapi niende. Maana ni kiwango chake cha rohoni alivyo. Ndio maana Paulo akasema yatamanini maziwa ya akili yasiyokoshiwa. Alikuwa anaongea viwango vya roho. Akasema chakula chepesi ni cha mtoto mchanga, lakini chakula kigumu ni cha mtu mzima. Alipe Yesu. Sasa wapo watu katika ulimwengu wa roho, tabia zake utamjua huyu ako kiwango gani cha roho. Huyu ako kiwango gani cha roho. Huyu ako kiwango gani cha roho. Kuna mtu alimwendea Yesu kumwambia, Bwana, mimi nina mamlaka
Naweza kutuma mtu kumwambia nenda ukachukue pale, nikatuma askari aende huku, akiwa anaendelea kuenda naweza mwambia rudi na akarudi. Lakini akamwambia, lakini kwa wewe sina haja upenye kwa nyumba yako. Sema neno moja tu na mwanangu atapona. Yesu akamwambia, enda na mtoto wako utampata amepona. Na akasema, sijaona mwenye imani kuu kama huyu. Bwana Yesu asifiwe. Katika viwango vya rohoni alivyokuwa nazo huyu askari, alikuwa hana haja maombi, anataka neno kutokana kwa Yesu Kristo. Ingawa hapa hatuko hivyo. Tekea mkono mtu hapa, pona katika jina la Yesu. Utakapokuja huku utampata amepiga round, amekuja huku niombee tena. Amekuja hapo. Viwango alivyo vya rohoni. Asifiwe Yesu. Mkono huu si shida. Lakini kiamini nachokitamka unafungukiwa hata bila kuwekewa mkono. Asifiwe Yesu. Neema haikai katika mikono peke yake tu. Inakaa ni roho ya Mungu ndani ya mtu. Hata akisema enda na utaona. Wamesemaje mzee? Niliwaambia nendeni barabarani mtapata gari. Na alipata gari wapi? Barabarani. Ile ambayo mlikuwa mmetarajia kwamba muende nayo, ile gari ambayo mliambiwa ndio chukue pesa, hiyo ndio ilikuwa imepangiwa mkafe nayo nguni. Aliko Yesu. Asifiwe Yesu. Sasa siku ilipofika kwa makusudi ya mbingu amekanseli mauti, gari ikaharibika ikapelekwa kando. Pigie Yesu makofi. Asifiwe Yesu. Yanafanyika mahesabu katika roho. Wewe unasema hivi sidhani mbona gari imeharibika siku ya harusi. Mungu alikataa hiyo gari. Alijua hii ndio ametega bomu. Sasa akachukua gari nyingine ambayo maipeana pesa siku hiyo hiyo na muenda nayo siku hiyo hiyo. Asifiwe Yesu. Si ile ambayo mlibuku kutoka kitambo wakaangalia kwa runinga zao wakajua ni hii. Mungu akamficha ni gari nyingine ambayo mtaenda nayo. Piga Yesu makofi, ni wema na ni mwaminifu. Hii ndio mahesabu ya mbingu ilivyo. Ukitazama unaona wale walisia ilivyo. Kila wamekiplani hao huona, maana wanafuatilia madhabahu hii. Na ndivyo maana Mungu akasema naondoa hii. Na ndio maana tulivyokuwa tunafikiria kutakuwa na vurugu, kukawa shwari vizuri. Amen. Halikwe Yesu. Kukawa shwari, maana mahesabu ya rohoni tofauti na mahesabu ya macho haya. Ulimwengu wa roho una viwango vyake. Kuna viwango inafikiwa na tamka maneno enda na utafanikiwa. Na anaenda anafanikiwa, maana kiwango cha rohoni cha mtu alivyo ndiyo mamlaka yake ya rohoni alivyo. Limepita na juu. Bwana Yesu asifiwe. Narejelea tena. Viwango vya rohoni vya mtu alivyo katika roho ndiyo mamlaka yake yaliyo ndani yako. Asifiwe Yesu. Ndivyo mamlaka yake alivyo. Alivyo masihi. Maana akifika level 5, mamlaka iliyo ndani yake ni ya level 5. Na kuna level zinafika. Haombi anasema ifanyike kwa jina la Yesu. Na inafanyika. Na kule kufanyika kwake misingi yake level 5 ana maombi ya kulingana na level 5 ya kiroho alionayo. Asifiwe Yesu. Kuna watu mko level 5 hapo ya kiroho, lakini maombi 0. Tazama mtu. Sasa ukiangalia mtu unaona mtu nabii, lakini maombi 0. Sasa unabii haufanyi kazi kwa sababu hana maombi. Lakini level yako juu. Unaona mtu kwa darasa barabara, unaona mtu anaongea, ukimwambia habari yako unasikia sorry. Sauti nzito. Ukimuuliza uko klasi gani? Niko KG2. Na base ni mkubwa, lakini ukimwangalia na study au class 7 nakwambia niko class 2 na base. Asifiwe Yesu. Na mimi wale wachache wananipata tu. Ndivyo viwango vya rohoni vilivyo. Kuna viwango vya rohoni mtu anasema kama huyo alisema tamka moja tu. Mwingine akasema nimekesha usiku mzima, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika uhali walisia nimekesha sikupata samaki, lakini kwa neno lako narudi. Alipe Yesu. Kuna kudhibiti hata hayo maneno ni katika viwango vya roho. Naweza hubiri hapa kamaliza 1 hour, lakini roho ikawa haipati kitu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Roho ikawa haipati kitu kwa sababu kiwango cha rohoni pia nacho kinaenenda kulingana na jinsi kilivyo, kitapokea kulingana na jinsi kilivyo. Viwango vya rohoni. Kule kukwazana kila mara, yule amekwaza yule amekwaza yule, kwa sababu ya level za kiroho tulizo nazo.
eti amenisengenya huyu, usimuongeleshi tena. Huyo ni basi. Hata akikaa hapa mimi nakaa kule. Maana alinisengenya. Alipe Yesu. Wapo kanisani na ama hawakuja leo hapa. Hawakuja, wamechoka. Sikai na yeye maana alisengenya. Hii dera la harusi sivai na yeye. Akivaa wewe mimi sivai. Maana simpendi mama yule. Ndio viwango vyao vya rohoni walivyo. Alipe Yesu. Ukimkwaza hivi hakusamehi kabisa, amekubeba. Kuna watu wamebebana hapa. Kila mmoja amepiga mwenzake mgongoni, mongoteni. Na yeye simudhiji. Asifiwe Yesu. Simsamehe kabisa huyu. Ndio kiwango chako cha rohoni, sikwambii umutinye. Baki naye, lakini ndio kiwango chako. Nimekusoma huyu ako level 0, huyu ako negative. Asifiwe Yesu. Hawasamehi maana ndio viwango vyake vya rohoni. Lakini kuna kiwango mtu cha rohoni inapofika, hakwazwi na vitu vidogo vidogo. Anaachana navyo. Eti yule aliniambia hivi, ananiambia hivi, yani masikio yake kulingana na kiwango chake cha rohoni yalifunga mambo fulani, hayaingii hapa. Asifiwe Yesu. Nasema naongea jambo gumu. Sasa roho yake huwezi kuibadili kwa sababu kiwango alichonacho hayupo, alikufa kwenye masengenyo. Asifiwe Yesu. Ukianza kusengenya yeye hayuko. Maana alitolewa huko. Utaongea peke yako, kimaliza anaondoka, ama ukianza kuongea anaondoka, anaenda zake. Kwa sababu walikufa kwenye upande huo, hawapo. Viwango vya roho vinaleta tabia asili ya macho haya. Kile anachodhihirisha mtu leo ambaye hayuko hapa, anakidhihirisha hivi, anadhihirisha kilicho katika ulimwengu wa rohoni alivyo. Asifiwe Yesu. Ndio Yesu akasemaje? Kilichomjaa mtu ndicho ambacho anakitamka. Kilichomjaa. Vile vile level ya kiroho ndani ya mtu ndicho anachokifanya. Alipe Yesu. Ulimwengu wa roho ulivyo. Ukitaka kujua huyu mtu ni mtu wa Mungu lakini hana heshima, angalia mavazi yake. Najua mmevaa vizuri hapa sasa. Angalia mavazi yake katikati ya wiki. Hiyo katikati ya wiki utamjua huyu ako level gani ya kiroho. Alipe Yesu. Tuna mwingine amevali pande ako nalo jiani, huna ni mama wa watu. Amevali pande yeye nalo. Ndio viwango vya rohoni walivyo. Yaani kiwango chake cha rohoni kinaruhusu mguu uonekane. Kwa hivyo onani anaenda na lipande. Huyo aenda. Ndio kiwango chake cha rohoni kinaruhusu miguu yake ionekane. Ni level ya kiroho. Tazama mtu hapo, usiniangalie mimi huko. Angalia mwenzako hapo. Asifiwe Yesu. Kinaruhusu, na kuna viwango vya rohoni vya mtu alivyo navyo. Hairuhusu mpaka bega lake lionekane. Anafunga mara hiyo. Wewe. Amen. Unanitazama bii. Usiangalie kama angalia huko. Viwango vya rohoni vilivyo. Kuna viwango vya rohoni mtu akipita mtu anamsalimia habari asubuhi. Na kuna viwango vya rohoni mtu mwingine akipita bila kusalimiwa, wana kiburi. Anakukasirikia. Maana hukumsalimia. Asifiwe Yesu. Viwango vya rohoni vilivyo vinaleta, ni dhahiri vya macho haya. Nimekupa hiyo formula uone vile ukapate ukafanye uchunguzi. Tumeng'ara hapa na tumevaa nguo za heshima, lakini nimekwambia kuanzia Monday tazama viwango vya rohoni vya washirika mwenzako utavijua hapo. Asifiwe Yesu. Tazama tutawaona. Nimewahi enda kwenye mkutano wa wachungaji. Kwenye kule Mother Church niliitwa siku moja mwaka jana. Nikaitwa pale nimeenda kuulizwa. Bado uko kwenye mission hii ama ulitoka? Nilikuwa naulizwa swali hilo. Sasa nilipoenda pale wale wachungaji, mimi nilienda na madera haya. Nikaketi pa. Lakini kati ya wale wawili tulikuwa pale, mmoja alikuwa amevaa track, mtumishi wa Mungu. Amevaa track ile ambayo ina mpira. Imekaba vizuri. Alafu ina zile kamba. Amekuja nayo. Alafu imemshika vizuri. Na kashati kamekata mikono wako. Alafu amekaa hapa. Huku shati nayo huku hapa mwingine kunaonekana. Na amekaa hapo, asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Tukaenda hapo. Nikawa ninasoma hapo, ndo najua ulimwengu wa roho, level za kiroho. Sikuhubiri madhabahuni hapo. Asifiwe Yesu. Unahubiri madhabahuni kweli kabisa. Lakini viwango vya rohoni zinaonyesha kile unachokihubiri kweli. Asifiwe Yesu. Sasa nilipona nikasoma nikajua kweli jina ni pastor. Lakini alichokifanya
kinamuonyesha ni nani, ni mtu wa duniani. Ndipo hapo nilisikia roho yangu ikiniambia, hao wengine wanafanya nini kwa madhabahu? Hao wanafanya nini hapa? Mtu kama huyu utaruhusu wewe mzee, utaruhusu mke wako akashauriwe na mtu kama huyu? Mama amekwambia nenda kuuliza ushauri kwa pasa na pasa kwa aina hiyo hii, utaruhusu aende kweli? Hapo ninaambia kama unakaza kufanya ndo kalale kule. Asifiwe Yesu. Hata wewe mama mwenye heshima nawe utamtazama alivyo, ulimwengu wa roho ulivyo, viwango vyake, utamtazama huyu akoje. Halikwe Yesu. Unatafuta usaidizi kwa mtu ambaye hilo tatizo ulionalo wewe yeye limempiga mpaka limemsababisha chini, alafu uenda kuuliza ushauri huko. Wagirema usemaje? Wewe ni fisi, wewe ni nini? Na msemo alisema bwana, ni mbuzi anaenda kuuliza ushauri kwa simba. Utabakishwa hapo. Asifiwe Yesu. Yaani hilo tatizo ulilo nalo uenda uliza ushauri kwa mtu ambaye alishakupiga, alafu uenda uliza ushauri hapo. Nini kitafanyika hapo? Bwana Yesu asifiwe. Viwango vya rohoni ndio vinasuluhisha mambo katika hali halisia hii. Je, kwa kiwango gani cha roho? Bwana Yesu asifiwe. Kuna majaribu yanakuja ambayo yako chini, ambayo unaweza kuyatatua, lakini level ya kiroho ulio nayo unaondoka kwa Yesu, unasifu jaribu. Hadi hapo ile jaribu, nilikuwa ni jaribu kubwa hilo, hata si mchezo hii. Anasifu jaribu. Bwana Yesu asifiwe. Viwango vya rohoni na ulimwengu wa giza unafanya mambo, unabadili hali katika macho haya, yanabadilishwa katika rohoni. Unaenda macho haya unaambiwa hakuna kazi, ama unayapata yako tofauti, wanafanya katika roho. Asifiwe Yesu. Unaweza ukawa na rafiki yako vizuri, unapatana naye, akikuona haleluya, anakupatia hadithi mpaka anakuambia nisipokuona sina raha kabisa. Ukawa uko naye wewe rafiki yako, lakini kwa kadri unavyozama katika maombi na kupandishwa katika anga ya rohoni, ukaanza kumjua rafiki yako ile karibu na yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Na nipata hapo. Viwango vya rohoni zinapoanza kupanda hatua baada ya hatua, unaweza kuona marafiki wako karibu wanatawanywa, wanatolewa, maana hawakuwa ni marafiki. Asifiwe Yesu. Walikuwa wako na wewe kwa sababu wako na wewe na hawaoni, maana spiritual level yako ilikuwa haijafikia kumjua huyo ni nani. Sijui kama mnanipata. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akawa ni mzazi wako ndio, lakini kwa muda wote hauko unamjua alivyo, maana kiwango ulichonacho hujafikia kumjua huyo mtu ni nani. Sasa unapopanda rohoni unafikia kumjua. Unapoanza kumjua, naye automatically anasusia urafiki na wewe. Maana shajua ameniona huyo. Alikwe Yesu. Unaona anasusia. Mlipatana na yeye jana kazini, mkaachana mkenda nyumbani. Usiku ule ukafuatwa na roho ya Mungu akakupandisha kiwango cha rohoni. Asubuhi ukienda kazini anasusia kukusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Maana umepandishwa kumuona huyu mtu, kumbe alikuwa ni munafiki. Unaanza kupewa roho yake ilivyo. Mbali na kwamba alikuwa anakuchekea anakutolea meno yote. Ukawa unasema maana mwanadamu wa siku hizi ukimtolea meno anajua huyu rafiki. Kalipe basi. Hivi ni viwango za roho zinafikia, unaweza kuona vitu ambazo haukuwa unatarajia. Unajipata umebaki peke yako, unasema mbona niko peke yangu, sifahamu na marafiki. Maana level yako ya kiroho imefikia sasa uonyeshe waliokuwa si watu wako. Alipe Yesu. Na sasa hao ndio unajipata ni wale walikuwa karibu, ndio ambao walikuwa si watu wako. Viwango vya rohoni. Mwanangu, Mungu akupandishe. Atakapokupandisha, ukiona adui anaondoka, ukiona rafiki yako anakukimbia, shukuru Mungu, maana umekwepeshwa, alikuwa si rafiki huyo. Asifiwe Yesu. Kama kuna kitu utamani kwanza leo, tafuta spiritual level. Tafuta kujua ya mbinguni. Ndio maana siku moja niliimba wimbo, lakini nilikuwa na kiu ndani ya moyo wangu. Asifiwe Yesu. Nilikuwa na kiu ndani ya moyo wangu nikiwaambia Mungu, nipe kujua ya mbinguni. Na nikaenda studio karekodi hiyo wimbo. Nipe kujua ya mbinguni. Nipe kujua ya Mwokozi wangu na nipe
Nilienda imba wimbo 2012. Ndio nilienda karekodi hiyo wimbo kwa studio fulani kule Mtwapa. Nikarekodi hiyo nyimbo. Yule producer hakujua wakati nikiimba pale ndani ya ile chumba. Lakini niliimba nikiwa natoka na machozi. Nikamwambia Mungu, nipe kujua na kuona ya roho. Nikasema ninajua ya dunia yanavunja moyo. Nikamwambia natamani nijue inatokana kwako wewe tu. Maana ya rohoni yanakupa uwezo mkubwa kuweza kuvumilia unachokipitia macho haya. Yanakupa uwezo mkubwa kukipambanua ni nini hiki, chanzo chake ni nini, ulimwengu wa roho na mambo ya kibingu. Tamani Mungu akupe kuona na akupe kujua. Simama na miguu yako. Neno hili na ujumbe huu ni kwamba tamani spiritual level yako ioane na maombi yako. Isipooana na maombi yako, unaweza ukaona mambo hayaendi kwa sababu kile kiwango chenye umefikia unahitaji maombi kiwango fulani. Karibu Yesu. Na nipata, lakini unaweza ukawa naona hata sielewi, lakini hiyo level umefikia unahitaji maombi aina fulani ya maombi. Ujumbe ule mzito. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona familia amekosa kuelewa, huelewi. Na mwanzo ulikuwa unaelewana kwa sababu mahali imefikia kunahitajika kiwango fulani ndio kupiga hiyo anga. Tunapoenda kufanyia kazi mambo haya, utaona panda za maisha yako ambazo zilikuwa zinakuzuia zinatatuliwa hivi. Utaona zinatatuliwa hivi. Kuna kipindi nilikuwa napambana na matatizo magumu zaidi. Nikawa mpaka natamani kula hata sema na omena ni ngumu. Nilipopata omena nilikuwa namshukuru Bwana. Na kuna mitihani nimeipitia kwa maisha kabla niwe mchungaji. Na nilipoanza aina fulani ya maombi, yale ambayo yalikuwa yanakuwa sugu hayaondoki, niliona ikiondoka. Bwana Yesu asifiwe. Maana viwango ambavyo vilikuwepo, nakumbuka niliwahi kwenda kutamkiwa na mtu ambaye ni mtu wa Mungu, akaniambia kwamba kijana, hauna shida, omba na Mungu analitenda hilo jambo, maana kibali kipo. Alinitamkia. Nakumbuka nishaenda kutamkiwa lingine na mama yenu nikiwa na yeye mahali. Nimeenda hapo nikamwambia yule mtu, ananiambia kwamba umekuja kufanya nini hapa? Mimi nastahili nikuulize wewe ushauri na uniombee wewe. Na huyo ni muombezi. Akaniambia hivyo. Maneno hayo yakawa mazito, maana nilichokuwa naona ndani yangu yule anaona tofauti na mimi najiona niko kwenye shida. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukapokea muujiza hapo, lakini usipokuwa na level fulani ya maombi, huo muujiza umekuja kupitia kwa nguvu zilizo katika level fulani za maombi. Sasa ule muujiza utaletwa kwako kwa sababu ya power iliyo katika madhabahu kwa kulingana na viwango vyake. Ikija kwako usipokuwa na level fulani ya maombi, ndipo hapo unaacha ushirika, unaacha kanisa, unaenda kuenjoy mpaka mwisho upigwe tena ndio urudi. Bwana akupe kujua, akupe kuona ya roho. Amen. Amini Mungu. Thank you. Asante Mfalme. Asante Jehova kwa neno lako. Asante kwa utukufu wako. Kila neno unatumana kwa sababu na malengo. Na kwa upendo wako juu ya kanisa lako. Unatupenda Yesu. Na wapo mbinguni unatutazama. Kila hatua zetu ziko mikononi mwako, unatuona. Panapohitajika Mfalme kutendeka jambo ili suluhu lipatikane, ndio Mungu pia anayemuongoza. Utukuke Roho wa Mungu. Anaamini Mungu mtakatifu. Asante Mfalme. Asante unapotimiza makusudi. Unapotangulia kwa hatua za mtu, unapotangulia Mfalme kwa maisha ya wana.
Unapoinua mfalme roho ya mtu, unapoinua viwango vya rohoni, unapopandisha hatua baada ya nyingine kwa ajili ya utukufu wa jina lako, ili tuwe wanajeshi kamili mfalme, kwa ajili ya kazi yako mfalme. Anointi roho za wana hawa kwa mafuta yako ya kutosha kupanda katika hatua nyingine. Batiza katika ubatizo wa roho wako na nguvu zako, ili Mungu utamalaki na kutukuka, ili nafsi ziweze kudhibiti hatua na viwango za mfalme katika utukufu wako Mwenyezi Mungu aliye hai. Asante mfalme, asante Jehova. Kama una ugonjwa wote mahali ulipo, nyosha tu mkono wako juu hapo ulipo. Amini Mungu, naomba na wewe hapo hapo ulipo tu na utafunguka. Weka tu mkono kwa kifua na mwingine unyoshe tu. Uamini Mungu. Na kushukuru Mungu aliye hai kwa wana hawa. Na wainua mbele zako Roho Mungu. Una nguvu na unaweza mambo yote. Hakuna likushindalo mfalme. Mili hii mfalme wanayopitia maisha haya na mfalme magonjwa hata viungo mfalme. Dunia hii hakuna spare part ya mambo mfalme tunayohitaji, ila kwako mikononi spare part ziko. Kwako mikononi uliomba mili hii mfalme uko matibabu yako katika ufalme wako. Jehova, naachilia uzima kwa kila mwenye magonjwa. Naachilia uzima mfalme. Naachilia uponyaji. Naachilia uponyaji. Naachilia uponyaji. Naachilia uponyaji. Naachilia uponyaji. Naachilia uponyaji. Nguvu za 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 uponyaji. Zibatili magonjwa hayo. Zibatili kinachotawala kwa mwili. Zibatili kinachotawala kwa tumbo. Zibatili kinachotawala katika anga ya kiroho. Zibatili maisha ambayo mtu anapitia. Zibatili anga ya kiroho. Nguvu za ukombozi katika jina la Yesu aliye hai. Ugonjwa unayo masikio kwa jina la Yesu aliye hai. Ng'oka kwa mwili wa mtu na uende. In the mighty name of Jesus. Ng'oka. Toka na uende. Unayo masikio. Toka na uende kwa mwili wa mtu. Toka. Toka kwa nguvu za Mungu. Kwa nguvu za Mungu aliye hai. Kwa nguvu za Mungu aliye hai. Toka na uende. Ng'oka kwa mwili wa mtu. Ng'oka. Kila aina yote ataki yote. Magonjwa ya tumbo, magonjwa ya kichwa, magonjwa ya koo nayo masikio. Ng'oka kwa jina la Yesu aliye hai. Kila kitu kinachotembea kwa koo, kiyeyuke kwa nguvu za Mungu. Kiyeyuke kwa nguvu za Mungu. Kiyeyuke kwa nguvu za Mungu. Kila aina yote ya masingombwe kwa miguu katika jina la Yesu aliye hai. Ng'oka kwa nguvu za Mungu aliye hai. Kwa nguvu za Mungu aliye hai. Natangaza kufunguliwa. Natangaza kufunguliwa. Natangaza kuwekwa huru. Natangaza uponyaji. Natangaza uzima. Natangaza miujiza kutendeka katika jina la Yesu aliye hai. Tazama utukufu wako utende milele kwa ajili ya ufalme na uweza wa jina lako. Pokea utukufu na heshima na ni kwa Yesu Kristo. Jehova naomba na kusadiki. Amen. Kama ulikuwa unasikia mahali panakuuma, sikiza sasa imeenda. Amini Mungu. Kama uko na fungu la 10 njoo nikuombe, alafu niwaangalizi hata ingawa masaa yanaenda pili.